mimi ni na kanuni zangu na huwa sibadiliki. Mimi saizi ni kiongozi, sitaki kupigi kelele. Mimi napigiwa kelele kama ninakosea. Kiongozi kazi yako ni kutenda. Mimi nilisema kwamba ndio maana nakwambia, kwa mfano wananchi waliambiwa Chadema ni wakaidi, hawataki kuzungumza. Mimi nilifanyia kazi na nikagundua kwamba Chadema sio wakaidi. Wakaidi wasiopenda kuzungumza ili nchi iwe na amani ni CCM. Nilifanya kazi mimi kwa kuiongoza kupitia TLS and it worth million. Hiyo kazi haikuwa bure. Kuhakikisha tuna Chadema kwenye kikao, tuna ACT kwenye kikao, tuna CUF, tuna NCCR, tuna BAKWATA, tuna CCT, tuna TEC, tuna CSOs, tuna wote wadau hawa. Nilisimama kidete kuhakikisha kwamba kabla ya Oktoba Chadema wanapata haki. Kumbuka nchi nzima tume ya uchaguzi ilipotoa tafsiri ya uongo kwamba Chadema kwa kutokusaini fomu za maadili au kanuni za maadili wamejitoa kwenye uchaguzi. Sisi ndo tulimwambia wahusika watoke watueleze hiyo sheria wanayoitumia ni ya wapi na wamepata wapi au madaraka. Na hatukuwa kemea mara moja mpaka wakabadilisha hiyo narrative. Ni sisi TLS. TLS sisi ndio tuliokemea na kuambia Watanzania kwamba hichi kinachofanyika kitaleta madhara makubwa Oktoba. Na hatukuishia hapo, tukaandika na kuleta solution. Ni maeneo gani tunaofikiri yafanyiwe kazi? Acha wananchi wachague chama wanachokitaka. Ile kazi sio ndogo Demba. Kuna watu wa Tanzania wamekaa tu guest huko wanakula karanga, wanakunywa pombe na kufanya vitu vya ajabu, lakini ajui ugumu wa hii kazi tunayoifanya. It cost millions of money, it cost time, it cost our security. Kwa hiyo katika kazi tuliofanya tulikwenda, na nilienda moja kwa moja mpaka nilionana na rais, ambako napo nilipokea matusi mengi. Nadhani tulikutana baadaye, uliniuliza, lakini nilifikisha kwa rais kwa maandishi nini tunafikiri kifanyike. Kwa hiyo mimi ukiniuliza hata hichi kilichotokea Oktoba, huwa nacheka sana nikisikia watu wanataja hata vyama vya mtu wa kwanza ni CCM wa kulaumiwa. Kwa sababu CCM ndio mtu pekee aliyekataa. Nilituma watu mpaka Dodoma. CCM wakasemaje wakati tunasema tuwasubiri? Wakasema tusubirini, tuna kikao. Wakaja Dar es Salaam, tunawatafuta Dar es Salaam, wakasema muda si umeenda. Wanazungusha hawataki kukutana. Kwa hiyo moja kwa moja mtu akisema Mwabukusi amelamba ni mtu ambaye hafuatilii. Mimi ndio niliyetoa kuhakikisha kwamba mawakili wetu wa TLS kuwashawishi na kuwaomba kwamba hawa Watanzania msipowatetea watafungwa. Wengi waliokamatwa sio wahalifu, ni watu waliokamatwa majumbani. Ndio maana wengine mlikuwa mnaona wana pajama, wengine wana boxer, wengine wana chupi, wako mahakamani. Sisi TLS ndio tuliofanya kazi. Niambie taasisi gani ilitoka kufanya kazi? Kwa hiyo watu wanasema mimi ambapo nilipokuwa sio kiongozi nilikemea mtandaoni masuala ya Wamasai Ngorongoro. Lakini baada ya kuwa president, mimi nimepeleka tume kamati kule kufanya fact finding. Kwa hiyo nina data, mimi ninajua ukweli wa nini kinachoendelea. Kwa hiyo kwa sasa hivi haufoki tena? Natenda kile nilichokuwa namlalamikia. Mimi sasa natokea nitende, watu wapime kazi. Ulikuwa unafoka ili upate nafasi? Hapana, nilikuwa sina nafasi ya kutenda. Unajua, unapoomba nafasi ya kufanya, sitakiwi kulalamika, natakiwa kuchukua hatua. Nimekuambia nilivyokuwa Ngorongoro, nilikuwa naongea kwenye WhatsApp group na cyber. Saizi kuongea kwenye cyber, ukiniuliza tatizo la Ngorongoro, nitakupa fact za kitaalamu supported by data. Na niliwasilisha serikalini kuwaambia kwa nini Wamasai wabaki kwenye eneo lao la asili, kuwaambia kwa nini ule mradi wa Ngorongoro hauna tija kwa taifa, lakini is total exploitation kwa wazao wa eneo lile la Ngorongoro. Kwa hiyo sijabadilika, saizi ninatenda yale kile nilichokuwa nikikisema na kifanyia kazi. Sasa unawambia umelamba asali, haujalamba asali. Hiyo sio jukumu lake. Sasa Yesu alisema upime mtu kwa matunda. Kwa kupime wewe. Kwa matunda ya kile ninacho kifanya. Waangalie taasisi ninayoiongoza ina legitimacy gani? Ina msimamo gani? Taasisi gani inaowazungumzia Watanzania wanyonge? Wewe juzi umeona nchi nzima hii watu wanazungumza sijui amani, sijui utulivu. Hawajali watu waliotekwa, hawajali watu waliouawa, hawajali watu waliojeruhiwa, hawajali watu waliopotea. Taasisi pekee inayosimama bila kupepesa maneno au kupepesa macho
TLS ni moja ya taasisi hizo, na tumezungumza bila hofu kwamba jambo hili sio sahihi na watu wanaumizwa. Kwa hiyo ninachojaribu kusema kwamba kila mtu ana haki ya kupima jambo na kulitizama kwa namna yake, lakini uangalie sasa tumefanya nini au hatua gani tunachukua. Hapo ndipo siku zako za kuwa rais wa TLS zinahesabika, manake muda unasonga. Ikitokea leo kwa yale ambayo unaona kwamba umetenda ndani ya TLS, ikitokea leo imeitishwa uchaguzi wa TLS, unadhani wana TLS watakuchagua kwa kishindo kile walichokuchagua nacho wakati unaingia? Kwanza niseme ukweli, mimi sijawahi kuomba nafasi hii, niliomba kugombea. Uliombwa kugombea. Na pili, mimi natekeleza wajibu. Sifikirii kuchaguliwa au kutokuchaguliwa, kwa sababu this is a professional body ambayo unaongoza ni watu wataalamu. Sio nafasi ambazo mtu nafikiri kwamba ukae hapo for life. Ni nafasi ambazo moja ya uwajibikaji wake ni kupisha wengine. Kwa hiyo jukumu la kujua nani aingie kwenye taasisi yao na nani atawafaa ni members. Hata mimi wakati wanagombea mimi nilifuatwa kwamba bwana agombea. I was a typical politician. Mimi nilikuwa na shughuli zangu za kisiasa. Mimi nilikuwa ni mwanaharakati huru tu, niko mtaani. Na kwa nini nafanyaga mimi napenda kuwa huru nifanye mtaani? Kwa sababu mimi mara nyingi nina misimamo mikali kidogo. Kwa hiyo mara nyingi nafikiri kwamba ninapokuwa kwenye taasisi I'm not an ideal person. Lakini wenzangu wakaniomba, wakasema tunafikiri ukikaa TLS utatusaidia kuisimamia taasisi yetu irudi kwenye misingi yake. Na hata leo nikikwambia leo wewe Odemba nitajie taasisi 3 za kiraia zilizopo Tanzania unazoamini zinatakiwa zikutetee kwenye tatizo lako, utataja taasisi gani ya kwanza? Nikwambia tutaja 3. Hata mfuate mtoto, fanya study kwamba ni taasisi gani uifuata, atakwambia TLS. Kwa nini? Japo wanakosea wanasema TLC wengi, lakini they mean TLS. Kwa nini wanasema TLS? Kwa sababu TLS speaks for them. TLS stand for the rule of law. TLS tumeleta kwanza, moja, nimejaribu kuleta engagement, yani ile confrontations kuiondoa, yani kuionyesha wizara kwamba unaweza tukatofautiana kimsingi kabisa kwenye mtazamo yetu ya kisiasa na nini, lakini tukasimamia katiba na sheria. Unayo mpango wa kugombea tena? Kuniuliza mpango wa kugombea tena, na mwaka mzima wa kufanya vitu vingi sana. Na mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo yani hata ile hamu ya kufikiria kugombea bado sijaipata, kwa sababu sijafikia pale ambapo kichwa changu kitanifanya niridhike. Kuna baadhi ya maeneo ambayo nafikiri nahitaji kufanya vizuri zaidi. Iwapo ndani ya muda huu ulionao utashindwa kutekeleza yale ambayo ulitamani kuyatekeleza kama rais wa TLS, utakuwa na moyo wa kutaka kuomba nafasi tena ili uweze kutimiza yale ambayo huenda ungetamani kuyatimiza, upewe mitatu tena? Narudia, sikuomba hii nafasi, niliombwa kugombea. Kwa hiyo hata kama ikijitokeza tena watu wakiniomba nitapima wakati huo, lakini kwa sasa nina mwaka mmoja, na nikuhakikishia Odemba, nafasi hii ni ya kujitolea. Na unapoichukua kuifanya hii kazi, I never knew, ofisi yako inakufa constructively. Ofisi yako inakufa. You cannot stay. Uwezo kwa sababu kuna maeneo mengi, labda kwa sababu nikuta maeneo mengi yamelegalega ya mahusiano. Kuna maeneo mengi natakiwa kufanya kazi. Kiasi ya kwamba wateja wangu wananikosa kabisa kufanya nao huduma. Kwa hiyo sio kazi rahisi sana. Na ni kazi ambayo tunafanya kujitolea. Haulipwi mshahara. Haulipwi. Sasa ni kazi ngumu ambayo mtu akikwambia bwana unataka bwana ugombee tena, yani uwezi ukamwangalia kwa jicho zuri kwa haraka sana, kwa sababu kwa kweli you lose a lot. Na ni kazi ambayo wengi hawaelewi. Kwa mfano hata urais wa TLS ni urais ambao ni very complicated. You don't have power, executive power kama unavyomuona. Unajua ningekuwa rais lakini na executive power kama alizonazo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuimplement mambo ninayotaka, ni nafasi ambayo unaweza ukafanya watu wapige vigelegele haraka sana. Lakini when you don't have that thing and you have to have a forum to argue, to piga bla bla mingi ili kufikia maamuzi, kwa it's very challenging. Kuwa rais wa TLS umepoteza, umegain?
Moja, just be honest, kikubwa nilicho gain kwa sababu sio hakunaga hasara complete au faida complete. Kikubwa ninachoringia ni impact kubwa niliyoifanya kwa wananchi, lakini vile vile impact kidogo niliyoifanya kwa wenzangu ambao tayari angalau saizi professional yetu tumepata ile professional stability, yani ule utulivu wa kiprofessionalism umeanza kurudi. Ile kusikia tunafuta TLS, sio anakamata huyu anafanya nini, tumeweza kuirudisha. Lakini nyingine ambayo nimeipata, faida kubwa ambayo nimeipata, nadhani nimeshiriki kuirebrand taasisi yangu. Vipi kuhusu Samia Legal Aid, hali yake ikoje kwa wakati huu? Ule sio mradi wetu, ule labda waulize Wizara ya Katiba na Sheria. Lakini ulikuwa sisi tunaalikwa kufanya, na unaponialika kuwa MC au kuwa mshehereshaji au kuwa mpishi kwenye harusi yako, jukumu langu linaishia kwenye kupika. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walifungiwa kushiriki shughuli za kisiasa. Hivi karibuni tumeona wakishinda hiyo kesi na sasa wanaruhusiwa kufanya hivyo. Ushauri wako ni nini kama mwanasiasa, mwanasheria na mwanaharakati? Sasa mimi ni mkubwa ni mwanasheria kwa sababu kweli kisiasa mimi ni mwana NCCR lakini ni mfu kama nilivyosema. Lakini licha kwamba mimi ni mwana NCCR mfu na rais wa TLS, lakini tunapozungumzia Chadema tunazungumzia freedom of participation, freedom of expression, right of association, yani haki ya kujumuika. Ni jambo jema sana kwa sababu kiukweli kwa huku kwetu bara Tanganyika huku, chama cha kweli cha upinzani ni Chadema. Mimi napendaga kusema ukweli, sipendi kusema uongo. Hata chama changu cha NCCR sio cha upinzani. Sio cha upinzani. ACT Wazalendo. Kwa huku bara Zanzibar ni ACT Wazalendo. Huku ni Chadema. Kwa hiyo ACT Wazalendo sio chama cha upinzani. Huku ni Chadema. Vipi kuhusu Chauma? Huku ni Chadema. Vipi kuhusu Chauma? Huku ni Chadema. Walisema wao ndo wanaongoza ukiacha kaka, mimi nataka kukuambia mimi nimefanya hizi siasa. Nimefanya upinzani. Mimi nimekuwa mwana CCM. Nimekuwa Chadema. Nikaenda NCCR. Hakuna chama nchi hii chenye wanachama halisi wanaokipenda toka ndani ya mioyo yao kama Chadema. Hivi vyama vingine ukikuta watu wanajiita wanachama, jua kuna maduka ya kijiji au viwanja ni kagenge ka wazee fulani wamekamata, ndio utaona wale wazee wa chama fulani. Mabukusi. Twende taratibu, natoka kuambia. Chama chochote utakachomuita mwanachama aje hapa kwa gharama yake kinaitwa Chadema. Chama kingine chochote, kwa sababu huwezi kuniambia chama leo kinaibuka, chama kilikuwa hakina hata shilingi, kina magari 20-30 kinaibuka kinazunguka, au unaniambia chama changu cha NCCR. Mimi nikwambie NCCR hii, nenda pale NCCR, tafuta kiongozi wote, mwambie kaitishe mkutano kwenye jimbo lako, akipata watu 4 tofauti na familia yake uje uniambie. Hiyo utakiita chama cha siasa? Mimi nakwambia ukweli, mimi sikudanganyi. Mimi si NCCR, nakwambia chama changu. Umewahi kuona kifanya mkutano? Mimi alitumwa mtu kuja kwangu ili nigombee jimbo fulani pale kupitia NCCR, eti tuko kwenye mgao. Nilimwambia yule mzee, nilimwambia ni kwa sababu ya umri. Kama ananisikia atakwambia. Nilimwambia ni kwa sababu ya umri ndio maana unarudi na dental formula yako ikiwa kamili. Nilimjibu hivyo kwamba kwa sababu ya umri wako ndio maana baada ya kuniambia huo ujinga na kuacha urudi na dental formula ikiwa kamili. Nataka nikuonyeshe chama kama hicho. Yaani vyama vingi walikuambia kuna kamgao fulani. Walikuwa wananiambia gombea huko kuna kamgao, sio tutapata nini huko. Unatoka wapi? Sijui. Sasa mimi nataka kuambia kwa sababu mimi sikusikiliza huo ujinga. Ukumuuliza kwamba nilimcrash pale pale. Mgao kujua mgao unatoka wapi. Nilimcrash pale pale. Lakini ukiona ulikuwa unatoka wapi huo mgao? Mimi nilichomwambia I never interested on that. Nilimcrash pale pale kwa sababu nilimwambia mimi nimewahi kucontest na mara zote wameiba kura zao, na mara ya mwisho hawakuishia kuiba kura. Walipoona nimedhibiti kwenye fomu wakaenda kuchoma. Imagine a returning officer anakusanya kura anachoma ili kura zisiende kuwa scrutined mahakamani. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nilichojifunza katika nchi hii iniwalisia, tukitaka tuwe wa kweli, kurudi kwa Chadema
kutasaidia Watanganyika, watu wengi wa upande wa Tanganyika kupata forum sahihi ya kweli ya wao ku-exercise alternative politics, na ile inasaidia kurelief, yani ile pressure ya hasira fulani inalizwa. Unajua majukwaa ya siasa yanasaidia kuponya, yani mtu kuna hoja fulani ambayo mtu akicontemplate bila kupata forum inamletea chuki, lakini anapopata forum ya kuzungumza na kutoa alternative point yake inampa hali ya relief. Kwa hiyo mimi kwa kuiona Chadema na ushahidi ili ujue, kwa mtu yote mwenye akili timamu, kwa hizi siku 3 baada ya Chadema kuja, wote mliona furaha mtandaoni. Labda uwe mnafiki tu, uliona kila Mtanzania amefurahi kwamba Chadema. Sasa ujiulize, kama hivyo vyama vingine vipo, unafikiri kwa nini watu walifurahi? Wakili Boniface Mwabukusi, ulikuwa kada